Wakati ilipofika sasa siku ya mtume anakufa, Israil malakul maut anakuja katika nyumba ya mtume. Sasa ndugu yangu Muislamu, roho ya mtume inatolewa kwa utaratibu. Malaika wote walipiga laini kuanzia nyumba ya mtume mpaka mbingu ya 7. Kila mmoja anapigania na yeye aishike roho ya mtume Muhammad. Roho ya mtume yatolewa kwa njia ya utaratibu, kwa njia ya usahali, lakini ikafikia hali ya kuwa mtume akasikia uchungu wa mauti. Baada ya mtume kusikia ile uchungu wa mauti, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika mauti yana uchungu. Ananyanyua mikono yake huku roho yake inatolewa, anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma shaddid alayya sakarat wa khaffif an ummati, ewe Mwenyezi Mungu nizidishie uchungu wa mauti, lakini wakhafifishie ummati wangu. Ya Rabbi, akaomba dua hili mara 3, ewe Mwenyezi Mungu nizidishie ya Rabbi, nataka ummati wangu wafe kwa njia ya sahali. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume yuwaomba, ndugu zangu Waislamu, azidishiwe uchungu, ataka sisi tufe kwa njia ya sahali. Tizama mapenzi ya Mtume Muhammad, namna anavyotupenda, kisha tujiangalie sisi yale tunayoyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam shida zote anazipata. Mtume anabaki na njaa siku 2 mpaka siku ya 3, mpaka vita vya Khandak. Mtume anaonekana anafunga mawe katika kiuno chake ili ahisi ule uzito kwamba tumbo lake limejaa, lakini ana njaa. Nini anachokitaka mtume? Ataka nini mtume? Akifa moja kwa moja anakwenda peponi. Nini anachotaka? Anatuhangaikia sisi, vipi dini itatufikia siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad, wewe ulikufa hali ya kuwa hata meno ya mbele huna, ulivunjwa. Ulikufa hali ya kuwa uko hivi na hivi, ukahangaika kwa sababu ya hawa. Tizama dini walivyoichezea. Tutakuwa tuna uso gani wa kumtizama mtume siku ya Kiyama? Tutakuwa tuna uso gani wa kumtizama Mtume Muhammad siku ya Kiyama?